Biblia zetu kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 9 mstari wa 10 hadi wa 17. Luka Mtakatifu mlango wa 9 mstari wa 10 hadi wa 17. Nitatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu. Basi wale mitume waliporudi walimweleza mambo yote waliyotenda. Akawachukua akaenda nao Paraga mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na makutano walipojua walimfuata. Akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale thenashara, wakamwambia uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia wapeni nini chakula. Wakasema hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula, kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu hawa kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mikutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tuishie hapo, tukae chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika katika madhabahu yake asubuhi ya leo kwa ajili ya kuendelea kujifunza na kutafakari neno la Mungu. Nikuhakikishie kwamba Mungu ana makusudi nawe, na ulivyokuja leo hautatoka kama jinsi ulivyoingia. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa kanisa wakishirikiana na baraza la wazee kwa kuona leo ninafaa kusimama mahali hapa kwa ajili ya kufikisha kile Mungu alichotuandalia siku hii leo. Vile vile namshukuru Mungu kwa kunipa kibali, maana unaweza ukapata nafasi lakini usipate kibali. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwona mgeni na niliambiwa nitajitambulisha. Wengi wenu mnanifahamu. Kwa faida ya mgeni na wale ambao hawanifahamu, kwa jina naitwa Jordan Megabe. Ni mzee wa kanisa katika mtaa wa Kwembe. Ni mume wa mke mmoja na pia ni baba wa watoto 3. Mke wangu ni mwalimu wa Sunday school. Kwa hiyo naye sasa hivi yuko katika darasa la watoto akiendelea kuchapa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nizidi kuwapongeza pia washirika kwa kazi ya Bwana inayofanyika. Jana nilipoona yale mabati yanashushwa pale nilijisikia raha, nikatamka kitu kimoja kwamba hizi eka tunazoziona zote, mara unyevu mara nini, kuanzia wiki ijayo tutaanza kuzisahau. Ongeleni kamati ya ujenzi, ongeleni washirika wote. Mungu awakumbuke daima katika utumishi wenu. Wapendwa, Jumapili ya leo kwenye kalenda kama inavyoitwa Misericordias Domini, yaani huruma ya Bwana.
Tumepewa kutafakari neno la Mungu lenye kichwa kinachosema Yesu ni mchungaji mwema. Yesu ni mchungaji mwema. Pamoja na kichwa hicho tumepewa somo kama tulivyolisikia kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 9, 10 hadi 17. Kupitia somo hili la leo Mungu aliyotupatia tutakwenda kujifunza na kutafakari mambo mengi. Lakini kati ya hayo la kwanza tutakwenda kutafakari ushuhuda wetu katika maisha yetu. Jinsi tunavyomshuhudia Yesu Kristo katika maisha yetu. Pia tutajifunza jinsi ya kushughulika na mambo ya wengine. Vile vile tutajifunza jinsi ya kutojidharau. Tutajifunza jinsi ya kujisamini vile tulivyo. Na mwisho Mungu atakapotupa kibali, naamini kitapatikana, tutajifunza kwa kifupi kuhusu sadaka ya fungu la 10 kupitia somo hili tulilopewa asubuhi ya leo. Somo letu linatueleza habari ya mambo ambayo yalitendeka Bethsaida. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake. Kuna kazi ambao walikuwa wamepewa wale wanafunzi. Kwa hiyo walimrejeshea mrejesho kama tulivyoona katika somo letu. Kuna mrejesho walimrejeshea jinsi walivyofanikiwa, vikwazo walivyokutana navyo. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi. Baada ya Yesu kusikia hayo, alitamani kuwa na faragha na wanafunzi wake. Ndio maana akawachukua, akawaambia twendeni faragha. Na faragha kwa mujibu wa neno inaonekana kwamba hawakutoka labda pale mjini wakatafuta ukumbi fulani. Tunaambiwa kwamba walienda nyikani. Na ukisoma vizuri katika historia, nyikani miongoni mwa sehemu waliokwenda katika hiyo faragha ni mlima wa Heri. Kwa hiyo ukipata bahati ya kupata historia hizo, utaufahamu huo mlima wa Heri, utajua mambo mengi ya ajabu yanayotendeka katika mlima ule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakiwa huko, wakati wameenda sasa huko nyuma kulikuwa na mtindo kwamba kila anapokuwa Yesu kuna watu walikuwa wanajifikiria na kujiuliza, leo ameenda wapi? Leo amepita wapi? Leo anafanya nini? Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, lile kundi la watu lilikuwa linapenda kuambatana naye. Kwa hiyo walipofika huko, wakati wenyewe wanaenda faragha, huko wengine walikuwa wanapanga kwenda kumtafuta na kumwangalia, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi yaliyokuwa yanatendeka katika mikutano yake. Wapendwa, tunaona kwamba Yesu kama mchungaji mwema ambao tunajifunza asubuhi ya leo, hakutoka na kupita mitaani kwamba anatangaza ninafanya nini au ninakwenda wapi. Yale aliyokuwa anayafanya ndio aliyokuwa yanawavuta watu. Kile alichokuwa anakitenda ndio kilifanya kiwavute watu na kufanya kumtafuta ili waweze kupata kile Bwana Yesu alichokuwa anakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Waliona kwamba mahali pema na salama ni alipo Bwana Yesu, ndipo walipopata tiba ya mioyo yao. Na walipokuwa na Bwana Yesu wakati wote walikuwa ni watu wa utulivu. Leo hii mimi na wewe tunaimba kwamba sisi ni mashahidi wa Yesu. Sasa katika sehemu hii ya kwanza, kama tunavyoshuhudia, kama tunavyojiita wa Kristo kwamba ni mashahidi wa Yesu, je, tunamshuhudiaje huyo Yesu katika maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayejiita shahidi wa Yesu, wewe unayejiita Mkristo, kuna namna unayotakiwa ufanye kumshuhudia katika maisha yako huyu Yesu Kristo, ili watu watakapokiona kile ulichonacho wewe kama shahidi wa Yesu, hakika wanajua kweli Yesu yu hai na yungali anatenda kazi kupitia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiwa ndani ya Yesu Kristo,
watu wataona uponyaji na hali ya kujali ya Yesu ambaye yuko ndani yetu. Na vile vile Yesu Kristo anapokuwa ndani yetu, watu watauona vile vile hali ya uchungaji wa Yesu. Na hapo uchungaji mwema wa Yesu Kristo utadhihirika kupitia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nitajaribu kwenda haraka ili niweze kuendana na muda. Jambo la pili ambalo tutakwenda kujifunza kupitia neno hili ni jinsi tunavyoshughulika na mambo ya wengine. Kuna wakati tunakuwa bize na mambo yetu mbalimbali kiasi tunaweza tukazima simu, tunaweza tukaiweka katika silent mode. Hatutaki, yani kwa ubize tuliokuwa nao, kwa mambo tuliokuwa nao, hatutamani hata kupokea simu ya mtu. Tena wengine wanaweza ukaona kabisa hii anapiga, huyu ni parish maker, hapa anataka kuniita tu niende kule kwanza kuja kumpa majukumu, unaipotezea. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maisha yetu ambayo tulionayo. Wapendwa, kwenye kifungu hiki tunaona kwamba Yesu alikuwa na faragha na wanafunzi wake, lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba makutano walipomfuata huko walipo, alichokifanya Bwana Yesu aliwakaribisha. Kwenye ile Luka mlango wa 9 mstari wa 11 aliwakaribisha, na alipowakaribisha hakuacha hivi hivi, akaanza kuwahubiria habari ya uzima wa milele, pamoja na wale waliokuwa wanahitaji kuponywa wakaponywa. Tunaona kwamba Yesu Kristo alikuwa na ratiba yake ambayo hakupenda iingiliwe na chochote, lakini ujio wa mataifa ulifanya mpango kazi wote ukabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwaacha wale, alikuwa na mpango kazi. Na tunaona kwamba mpango kazi wa Yesu haikuwa kukaa faragha na wanafunzi. Kuna mpango kazi mama wa Bwana Yesu ambao unapatikana kutoka katika kitabu cha Luka mlango wa 4 mstari wa 16 hadi wa 19, kuwahubiria maskini habari njema, ndio kuwafungulia vifungo wafungwa, vipofu wapate kuona, pamoja na kutangaza mwaka mpya wa Bwana. Huo ndio ulikuwa mpango kazi wa Yesu, na hiko ndio kilikuwa kipaumbele chake. Kwa hiyo hitaji la Yesu, hitaji la Bwana Yesu kwa wakati huo ilikuwa ni kuhakikisha watu wote wanapata habari za ufalme wa Mungu. Na hapo ndipo yeye mwenyewe sasa alitimiza lile neno lake kwamba bali Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza Mungu yeye mwenyewe Bwana Yesu ilikuwa ni kuhubiri habari za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaona kwamba Yesu aliwanufaisha watu, hakutafuta kunufaika na uhitaji wa watu. Yaani kwa kifupi labda niseme kwamba hakutumia fursa kama jinsi binadamu wa leo tunavyozitumia hizo fursa. Wengi wetu tunatumia udhaifu wa watu kwa ajili ya kujinufaisha. Wengi wetu tunatumia, mtu anakuja ana ugonjwa fulani, labda wewe ni mtumishi, labda wewe una karama fulani, anahitaji kuombewa, unampa masharti, toa kiasi fulani, toa sadaka fulani ili niweze kuombea. Vile vile wengi tunatumia kama nilivyosema madhaifu ya watu. Yawezekana wewe ukawa ni jirani yako akakufuata, labda ana changamoto katika ndoa yake. Utakaposikiliza na ukagundua kwamba udhaifu wa hii ndoa ni hii hapa, humo wapo, ila wapo wanaotumia udhaifu huo kujipatia mchepuko. Tayari wanaona hapo kuna fursa fulani, wameshagundua hapa kuna tatizo. Tatizo hili kwangu mimi naweza nikalitumia ikawa ni fursa ya kunipa mchepuko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia fulani ya rafiki yangu walikuwa na shida ya mtoto
muda mwingi, miaka mingi walikini, ndio maana akatukabidhi kazi yake. Anajua kabisa tunaweza kuifanya kwa ukamilifu na ikazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale yote ambayo tulikuwa tunayafanya, kama unatumia fursa ya matatizo ya mwenzako kujipatia kitu fulani, hatutakiwi tufanye hivyo. Tunatakiwa tuige kile alichokifanya Bwana Yesu. Bwana Yesu alikuja duniani, tunaona alipandikiza mbegu ya utumishi kwa wanafunzi wake. Lengo lake kubwa ni kwamba alijua atapaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo hawa kondoo atakaoacha hapa duniani wasitangetange. Kwa hiyo ndio maana hata leo wewe ni miongoni mwa wale waliopandikizwa na Bwana Yesu. Kwa hiyo unatakiwa uifanye kazi yoyote ambayo Mungu atakuitia, uifanye kwa moyo kana kwamba ni mwakilishi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapohubiri neno, wakati wote tunatakiwa tujihubirie sisi wenyewe. Neno lolote unaolihubiria, wa kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa tuyafanye yote. Usifanye kwa kufanya kwamba fulani ndio anaweza kufanya hivyo, bali wewe mwenyewe ndio unaweza ukafanya hivyo. Na kupitia utumishi wetu, moyo wa Yesu ambaye ni mchungaji mwema utaonekana katika utumishi wetu, na moyo wa kujali na utayari wetu utaonekana vile katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu tunaojifunza kupitia neno hili ni kwamba tunajifunza kutojidharau na kujithamini. Unatakiwa usamini kile ulicho nacho. Wale wanafunzi wa Yesu waliingiwa na ubinadamu. Tumeona kwamba ni kundi kubwa sana la watu waliwafuata nyikani. Wanafunzi wakaanza kuangalia sasa, hapa kwa muda huu ambao umeshaenda, watu watafanya nini? Si wanaweza wakaanza kutufia. Kwa hiyo wakamwahi Bwana Yesu mapema kabisa kwamba awaruhusu watoke waende kwenye vijiji vya jirani na mashamba ili wapate pa kulala na wapate chakula. Lakini kubwa kwa wanafunzi wa Yesu, najua kabisa ilikuwa ni mawazo yao, ilikuwa wapate sehemu ya kula chakula. Lakini tunaona Bwana Yesu yeye alichowaambia ni kwamba wapeni nyinyi chakula. Kama binadamu walijibu hatuna, lakini pamoja na kujibu kwamba hatuna, walikuwa na kidogo walichokuwa nacho. Wakamwambia, tuna mikate 5 na samaki 2. Kwa kuangalia umati huu, hakika hivi vitu havitawatosha. Na ndio hapo tunaona Bwana Yesu alifanya kitu cha pekee kupitia hiyo mikate 5 na samaki 2. Muujiza ambao ameufanya ni kupitia kile kilichotoka kwao wenyewe. Kwa hiyo hapo tunaona sifa ya mchungaji mwema ni kutodharau kondoo wake kwa hali waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Anathamini kondoo wake vile walivyo. Hadharau hali ya mtu, bali anatumia kufanya jambo la kipekee. Tunamwona hata Musa alivyokuwa anaendea safari yake ya utumishi. Mungu alimuuliza, una nini? Musa akamwambia ana fimbo, na ile fimbo ikafanya miujiza mikubwa. Ukisoma habari za Musa, nadhani umeshasoma, na ukisoma unaweza ukaifahamu. Vile vile sasa kwa Musa alitumia fimbo, na kwa wanafunzi ndio akatumia ile mikate 5 pamoja na samaki 2. Habari ya Musa unaweza ukaisoma kutoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 4. Sasa hata wewe leo hii Mungu anakuuliza hapo ulipo, mkononi mwako una nini? Unaweza ukajidharau, na wengi wetu ndivyo tulivyo, tunajidharau. Hiko kitu ambacho unacho mkononi mwako ni cha thamani sana, ila uthamani wake
unategemea na wewe endapo utakikabidhi kwa Bwana. Utakapoendelea kukishikilia wewe mwenyewe, hakitakuwa na maana yoyote wala hakitakuwa na thamani yoyote, bali utakapokikabidhi mikononi mwa Bwana, atakibarikia, nacho kitakuwa na nguvu na uweza na kudhihirisha nguvu za Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, kuna watu wengi huwa wanapenda kujidharau vile walivyo. Usitumie muda wako kujidharau. Kama bado unapumua, tumia muda wako kusogea kwa Bwana, kwa kuwa yeye ni mchungaji mwema kama jinsi alivyojitambulisha, na hakika atakuinua. Hautabaki kama jinsi ulivyo. Usidharau ulichonacho. Bwana aliamuru vitu viwepo from nothing. Hata hicho ulichonacho atakifanya kiwe na thamani kubwa maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya mambo ya pekee ambayo anayo Bwana Yesu, huwa asubiri kitu kikamilike ndio aanze kukitumia, bali anachofanya ni kukikamilisha ili akitumie kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Haupo muda wa namna hiyo, na wala haitatokea hata siku moja Mungu akasubiri kitu fulani kikamilike ndio akitumie, bali yeye mwenyewe anakikamilisha na kutumia kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe mwenyewe hapo ulipo, kabla ya kumkubali Bwana Yesu ulikuwa na udhaifu katika mambo mengi, lakini Bwana amekuinua na kukuvisha utukufu wake. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalie jinsi unavyoenenda. Yeye haiangalii jana yako, hiyo tayari ilishapita na imeshakuwa historia. Anachokiangalia ni leo yako. Jana yako tayari ameshaitoa, na yale madhaifu yote uliyokuwa nayo jana yote yalishaondoka. Anachokiangalia ni leo yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika kukamilisha somo letu la mchungaji mwema, kama jinsi nilivyosema katika sehemu hii, watu wengi sana tuna tabia ya kujidharau. Leo hii ni siku ya kumtolea Mungu sadaka ya fungu la 10. Huwa napendaga sana mzee Agai, mzee Mchome hapo simamanga hapa, anasema huwa hakuna kitu kinachoitwa sina. Labda niulize hapa mmoja wapo, kama kuna yeyote anaweza akaisimama kwa ujasiri akasema yeye hana sadaka ya fungu la 10 ya kumtolea Mungu. Kama kuna yeyote anaweza akasimama kwa ujasiri huo, basi anaweza akasimama na tunaweza tukamwombea. Hakuna sina. Kila mmoja wetu anapaswa atoe sadaka ya fungu la 10, na uwezo huo anao. Tumeona historia ya sadaka ya fungu la 10. Tunajua kabisa sadaka ya fungu la 10, sitaki kuelezea yote, najua ni moja ya 10 ya sehemu ile ulizokuwa nazo. Lakini tunaona wazo kuu la fungu la 10 lilitoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16 hadi wa 17. Pale Bwana Mungu alipowakabidhi Adamu na Hawa walipokuwa katika bustani ya Eden, pale alipowaambia wale matunda yote, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya wasiule. Hilo inatuonyesha kwamba ukiitafakari mistari hiyo, ukiisoma kwa kuitafakari na kuielewa zaidi sadaka hii ya fungu la 10, utagundua kwamba Mungu ametupa vitu vyote, lakini si vyote tunavyopaswa kula. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea mbele utaona watoaji walioanza kutoa sadaka hii ya fungu la 10. Utaona mfano wa Kaini na Abeli. Walitoa sehemu ya. Kwa tunaonekana tunaendelea kuonyeshwa picha ya hiyo fungu la 10. Na baadaye ndio utakuja kumuona Ibrahim, na hapo ndipo tulipokuja kupata ile formula
1/10. Baada ya kushinda vita zake, kupigana vita, Ibrahim akatoa ile sehemu 1/10 ya vitu vyake, na hapo ndio tukapata formula ambayo ndio tunatembea nayo mpaka leo. Lakini formula hiyo hiyo ukija katika Agano Jipya, ambao imekuja kuwachanganya watu na kuwafanya hadi wengine wanaona kabisa hakuna sadaka ya fungu la 10. Ukisoma kanuni ya kwanza, ukisoma katika kitabu cha Korinto wa pili mlango wa 9 mstari wa 19, inasema kwamba apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Vile vile katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 7 inasema kwamba, inaendelea kushindilia hicho kwamba msidanganyike, Mungu haziakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa kwa nini nasema hivyo? Ile 1/10 huku kwenye Agano Jipya sio kwamba ilifutwa, ni kianzio tayari tulishapewa, tumeingia nacho. Kwa hiyo starting point ya kwako, utoaji wa sadaka yako ni 1/10. Lakini katika Agano Jipya tumepewa uwazi mkubwa, tumepewa upana mkubwa, hatujafungwa. Kuna sehemu moja nilienda, watu wanatoa hadi 50%, 40%, na hapo sasa ndio unakuja kukutana na umstari na hii formula kwamba utakachopanda ndicho utakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna faida katika utoaji wa sadaka hii ya fungu la 10 ambayo tunaipata katika kitabu cha Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 hadi wa 12. Unaweza ukasoma kwa wakati wako. Ile leteni zaka kamili ghalani mwangu, ili kiwemo chakula cha kutosha katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa jinsi hiyo, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni hata isiwepo nafasi ya kutosha kupokea baraka ambazo Bwana atatumiminia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa faida ya kwanza, unapotoa sadaka ya fungu la 10, namalizia watumishi kwamba tunaambiwa kwamba utafunguliwa madirisha ya mbinguni. Sasa unapofunguliwa madirisha ya mbinguni, kinachofuata tunaambiwa kwamba tunamwagiwa baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Baraka inapomwagiwa, anakuambia kwamba atamkemea yule adui alaye. Utapata mazao mengi, utapata mambo mengi, lakini inafahamika kwamba kitakachofuata hapo ni maadui wa uharibifu. Yeye anasema atamkemea. Vile vile faida nyingine utakaoipata, tunakwambia mazao yako hayataharibika. Kipato chako kitaendelea kuimarika, kipato chako kitaendelea kunemeka. Faida nyingine, unaambiwa kwamba mzabibu wako hautakukutisha matunda kabla ya wakati wake. Mbona tulia hapa kidogo. Hakutakuwa na premature. Jambo lolote utakalolipanga ambalo jema, Mungu atalikamilisha kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo hata moja jema utakaolipanga halitakamilika. Hiyo ndio faida utakayoipata. Kama ni biashara itakamilika na faida utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mifugo itakamilika, utaanza ufugaji wako, utakamilika na faida yake utaiona. Na faida nyingine tunaambiwa kwamba mataifa yote yatakuita heri na utakuwa nchi ya kupendeza sana. Wapendwa, unapotoa sadaka ya fungu la 10 ni sawasawa na kumkabidhi Mungu, kumwambia ashughulike na shughuli zako. Kama ni kazi, ni sawasawa na kumwambia Mungu ashughulike na kazi yako. Kwa hiyo endapo utatoa sadaka hii kwa uaminifu kama jinsi inavyotakiwa, hakika hautayumba. Kama nilivyokuambia, faida hizo zote zitakujia na mambo yote atakayoshughulika nayo hutakuwepo tena wewe,
Unapotoa sadaka ya fungu la 10 tayari umeshamtanguliza Mungu mbele kwa kila jambo jema unalolifanya. Hautatangulia wewe, atatangulia Mungu. Ndipo hapo neema na baraka nyingi zitakapokuijia. Wapendwa, leo kama nilivyosema, tunatoa sadaka hii ya fungu la 10. Yawezekana baada ya mahubiri haya labda umeweza kujihukumu mwenyewe, umeona kuna nafasi fulani au kuna sehemu fulani au kutenda kama jinsi inavyotakiwa, lakini mchungaji mwema alishatualika kwake. Nafasi bado ipo. Tuendelee kujitafakari, tumkabidhi Mungu kila tunayoyafanya. Hakika atatupa neema ya kumtolea sadaka hii ya fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii kama nilivyosema, sadaka ya fungu la 10. Kwa hiyo wakati tunaelekea kumaliza kabisa somo letu, naomba kwa wale wote ambao wana sadaka zao za fungu la 10, hapo mlipo msimame na mtakuja mbele kwa ajili ya maombi kwa pamoja, na baada ya hapo tutamkabidhi Mungu kile tulichobeba. Wakati unakuja na wakati unainuka, endelea kutafakari neno kwamba hicho ulicho nacho usikidharau. Njoo nacho hicho na Mungu atakipokea. Nimesema kwamba hicho unachokidharau atakibariki na kitafanya kazi yake katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kumalizia neno hili, naomba wale wote wenye sadaka ya fungu la 10, wazee mtatuandalia chombo kwa ajili ya utoaji wa sadaka hiyo, na mtakuja hapa mbele kwa ajili ya kumkabidhi Mungu sadaka hiyo. Tukumbuke utoaji wa uaminifu wa sadaka ya fungu la 10. Endapo tutatoa kwa uaminifu, mzee Agai au watumishi watasimama hapa kutuambia tunataka hiki, tunataka kile, kwa sababu Mungu mwenyewe ameshasema kutakuwepo na chakula cha kutosha nyumbani mwake, endapo mimi na wewe tutakuwa waaminifu katika sadaka hiyo ya fungu la 10. Mungu awabariki na Mungu alibariki neno lake. Tuombe. Tunakushukuru mfalme wa amani, Bwana wa majeshi, endelea kuwa pamoja nasi katika masomo mbalimbali unayotufundisha. Wewe ni mchungaji mwema. Mungu, utusaidie tukawe mashuhuda wema. Umetufundisha jinsi ya kushughulikia mambo ya wengine. Mungu, tupe neema hiyo ili tuweze kufanya yote kwa ukamilifu. Mungu, pia umetukumbusha tusijidharau. Vile vile umetukumbusha habari ya fungu la 10. Yote hayo Mungu tunakutegemea wewe pekee. Tunakuomba utusaidie na yote yakamilike kwa ukamilifu wake sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Na wale wote ambao wamejiandaa kwa ajili ya sadaka hii ya fungu la 10, Mungu ninakuomba uzungumze nao, ninakuomba useme nao. Tazama, wapo wenye shida mbalimbali, wapo wenye matatizo mbalimbali. Mungu, kama jinsi unavyosema wewe unachokiinua kinyonge, ninaamini kabisa utakwenda kuwagusa na yale wanayoyahitaji na yale ambao wanatamani kuyapata, mapenzi yako yakitimizwa. Mungu, ninaamini watakwenda kuyapata. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Basi wakati tunatoa sadaka hii ya fungu la 10, naomba tuimbe wimbo namba 439.